Baba, katika jina la Yesu mfalme wa wafalme, tazama tumerudi kwako tukiwa wenye dhambi, tunahitaji msamaha. Asante kwa ajili ya ulinzi mwema umetulinda tangu tulipoachana mpaka wakati huu. Hakuna Mungu mwingine ila wewe wa kuabudiwa. Kristo onekana kwa kila saidi kwa ajili wewe ni Jehova. Asante kwa ajili ya uzima na uhai umetulinda mpaka wakati huu. Naomba ukashuka katika maraka na kule kando ya ulimwengu, ukatamaraki ukavichue yote yaliyofichika katika nchi yetu ya Kenya. Tumegeusa na kulaani kila uroho ya umwagaji damu katika taifa hili. Katika jina la Yesu Shetani ashindwe. Tumesimamisha vita vya Shetani Baba. Usiache Shetani atukuzwe mbele yetu Baba, ili wewe mfalme wa wafalme upate kutukuzwa sasa hata milele. Tunahitaji amani katika taifa hili. Tunahitaji upendo katika taifa hili. Tunahitaji roho ya kusameheana Baba. Kristo onekana mahali hapa, ukafungue mafundisho mfalme. Unitangulie kwa ajili mimi ni chombo, unitumikie Baba. Kristo tamaraki na ukafungue wapendwa na wale wakufika mahali hapa Baba. Mahali wako ukawaguse na ukawatendee. Asante kwa kila jambo umetenda kwazi. Katika jina la Yesu safi nimeomba nikiamini. Lakini kwa vile Bwana anatupenda katika taifa hili, sisi ndio tumempatia mgongo. Sisi ndio tumeasi. Tunaona ni kawaida kuishi na kukura. Lazima ile wokovu wa Yesu Kristo aliyetukufia ikiwa wokovu wa maana. Bwana Yesu apewe sifa. Kwa hivyo wewe Mkristo usione unalala unaamuka ukiwa mzima unaona ni kawaida. Kuna watumishi wale wanalala wakiombea roho zenu. Haleluya. Wanalala wakiwa wanaombea roho zenu. Bwana Yesu apewe sifa. Kwa hivyo sisi lazima tushikane mikono tuombee taifa hili la Kenya. Tusije tukaraumiana. Usiraumiane kiongozi, usiraumiane ni fulani, lakini omba ya kwamba utaomba tena. Bwana Yesu apewe sifa. Ndugu mmoja aliniambia anapoona anaona ni nyakati za mwisho. Lakini tunaambia hiyo yote utaona, lakini bado ni kionjo. Kwa sababu safari ni ndefu. Hatujafika hata nusu ya safari. Kwa hivyo tunataikana wale watu walio na imani waombe ya kwamba wataomba tena. Na walio katika dhambi watubu wamrudie Bwana. Atasema sisi tuko furaha, mimi sina watoto wa kwenda. Yule aliyekufa ni kama mtoto wako, ni kama ndugu yako, ni kama dada yako. Kwani yule aliuawa akiwa anatoka shule, alikuwa kwa vita. Kwa hivyo usiseme hivyo. Ni wakati wa kuomba ya kwamba hatutaomba tena. Tuombe Bwana asimamishe hiyo vita, akaleta amani na roho ya kuelewana. Chenzi wasikike, wasikilizwe nao. Bwana Yesu apewe sifa. Hatuwezi tukaraumu serikali, turaumu chenzi. Kwa hivyo ukiwa katika nyumba, ukiwa baba, lazima uelewe watoto wanakuambia nini, usikilize kwanza. Wanataka nini? Lakini ukileta upaguzi unasema hawa, ukawaweka wakuwe pati mbili, hamtaelewana. Kwa hivyo mwamuzi mwema, tukue na uamuzi kama wa Samueli. Aliamua kupanda kule mlimani kwa ajili ya wana wa Israeli, kwa ajili ya wana wa Israeli wasiche wakaangamie wote. Kwa sababu kulikuwa na mapigano kati ya wana wa Israeli na Wafilisti. Bwana Yesu apewe sifa. Maandiko yatuambia ya kwamba alipanda kule mlimani. Bwana Yesu apewe sifa. Wakati walimwambia asiache kuamulilia Mungu wao wachili ili apate kuokoa kutokana na Wafilisti, ndipo Samueli akatua mwana kondoo mchanga akamtolea Bwana sadaka ya kuteketeza nzima. Hakutoa nusu. Bwana Yesu apewe sifa. Kwa sababu vita ilikuwa vikali. Hata wewe ukiona vita iko katika upande wako, kwa ndoa yako, kwa nyumba yako, kwa watoto wako, toa sadaka ya hatia na kuteketeza. Nafikiri wengi hawatoe. Ni wangapi wanatoa? Hiyo pasa waliweka kwa kabati. Utoe. Utoe hiyo, ndio toe sadaka ya amani. Ileta amani. Tukimaliza sadaka ya hatia kwa ajili ya taifa hili, tulete sadaka ya amani.
Lakini tukisema tuombee taifa, tutoe sadaka ya hatia na kuteketeza kwa chini ni amri. Asema watumishi wanataka pesa. Bwana Yesu apewe sifa. Ni uongo ama ni ukweli? Tuseme ukweli. Hiyo ni amri. Alipotoa Samueli ndio vita ilisimama. Na sisi hatutamulia Bwana hivi. Ni nini ataonyesha ya kwamba hiyo maombi yetu itakuwa nguvu mbele yake? Lazima tufuate vile agano ya kale walipokuwa wamefuata wale waliotutangulia. Ni mbinu gani waliega ndio vita ikaisha? Kutoa hiyo tuombe sadaka ya amani. Tuleta amani. Wakati wa kutubu na kumrudia Bwana. Tuambie Bwana na amani. Ni uchungu gani msasi yule aliyopoteza mtoto alionaye? Ingekuwa ni wewe ungefanya nini? Kwa hiyo usione wewe ukosefu. Kama yule wa jirani yako amekufa, amekuaffect pia. Uchungu kesho itakuwa nini? Kwa hivyo wewe useme ukosefu. Wale walikuwa wanaenda kasini, walikuwa kasini, walikufia huko. Hawakujua ya kwamba hawakuenda maandamano, lakini walipatikana wakakufa huko. Kwa hivyo useme ukosefu. Nataka nikujulishe wewe mpendo ya kwamba mahali huko simama na neno la Bwana. Usimame katika taifa hili umuite Bwana. Niliona kule ng'ambo walikuwa wanaandamana kwa sababu waliona huduma iko hapa. Walisema tunataka amani. Bwana Yesu apewe sifa. Kiwa wale walio nje waliguswa na wewe choo unaona maafa katika hapa nchi yetu ya Kenya. Mbona wewe uchaguswa? Wale tunaweza kusema wakosefu kwa sababu wako mba. Na wewe uko hapa, ujue ya kwamba kesho naweza kutoka upate mfuruto huko kwa njia. Kwa hivyo tumulilie Bwana. Tuambie tuamkapo turarapo tuone uso wako. Kila mahali naenda ukinge watoto wetu na maovu. Uleta amani katika taifa hili. Uleta upendo katika hivi. Watu wasiuone kama wanyama. Mtu anaona kukuua sio shida. Lakini akumbuke kesho itakuwaje kwake. Ajue kesho itakuwako yake. Watu wanauana kwa ajili ya samba. Lakini ajue hiyo samba kama ataikaa na yeye muda. Amekuwa ndiye asikue ile samba. Lakini yeye wacha neema ya Bwana ikae juu yetu. Bwana Yesu apewe sifa. Kristo ainuliwe. Kwa hivyo kumwendea Bwana lazima ujipange. Wewe sio kumwendea Bwana vile unaingia kwa bavu yako na kuoga. Lazima ujipange. Umwambie Bwana sasa tunakuhitaji. Lazima ugusu ni nini kinaendelea katika hii taifa. Mwambie Bwana tutafanyaje, hatuna uwezo. Lakini tunakuomba ukae pamoja nasi. Uondoe haya maafa ndio amani ikae katika nchi yetu ya Kenya. Bwana Yesu apewe sifa. Bwana inuliwe. Samueli alimtolea kondoo. Bwana Yesu apewe sifa. Samueli akamulilia Bwana kwa ajili ya Israeli wakati wa kutoa sadaka ya kutekeleza nzima. Alimtolea, maandiko yatuambia kondoo. Bwana Yesu apewe sifa. Kwa ajili ya wana Israeli Bwana akamuitikia wakati alipotoa hiyo sadaka ya hatia. Maandiko yatuambia ndio sauti ya Bwana alimuitikia. Bwana Yesu apewe sifa. Tukiangalia hapo nyuma Samueli alikuwa anaomba sana, lakini hakuwa anajibiwa. Naweza kuwa unaomba sana lakini ujibiwe. Unaweza kuwa unaomba sana magonjwa kuondokee, lakini magonjwa pia inazidi. Kuna jambo Mungu anataka kwako ujaitikia. Unaona wani Samueli wakati alitoa ndio sauti yake ilisikika kwa Bwana. Bwana Yesu apewe sifa. Ndio sauti ya Bwana ilisikika kwake. Maandiko yatuambia baada ya kutoa Bwana akaitika. Kwa hivyo wewe ulio na shida na vita na macharibio katika njia zako, jua ni nini utamtolea mbele ya Bwana ndiye asikie akuitikie. Bwana Yesu apewe sifa. Kwa hivyo kama wewe ujue yani kwamba kuna sadaka ya hatia na kuteketeza, utolea mbele ya Bwana ndiye akusafishe akutakase. Bwana Yesu apewe sifa. Kwa sababu
mahali ulizaliwa kulikuwa na maovu, na yule aliyekuzaa alikuwa na dhambi. Kwa hivyo lazima ujitenge, umuite Bwana. Na utoe kitu ya nguvu ya kumwonyesha ya kwamba Bwana, nataka unitenge na hii damu, ili asiche kamalize. Kuna damu inaendelea. Hapo zamani nipewa story. Kuna mama aliaga soso. Wakati alipoolewa akakaa katika ndoa mwaka mmoja, hakupata mtoto, mume akakufa. Na yule aliyeitaniswa na hiyo China, mahali anaenda akiolewa Bwana anaku. Kwa hivyo hizo laana lazima ujitenge na sadaka ya tia na kuteketeza. Lazima muite Bwana ya kwamba utamuita tena. Lazima usema wakati umeokolewa, uchokolewa kwa ajili ya kujiombea wewe na nyumba yako. Umeokolewa kuombea nchi mahali umewekwa. Unaweza kutumwa Kisumu na Nakuru, vita itokee, kumbe Bwana amekutuma mahali pale usimamize vita. Kwa hiyo usiseme ya kwamba wakati vya vita wewe utaki kwa nyumba. Bwana Yesu apewe sifa. Bwana inuliwe. Vita inaweza kuandamana hata mahali huko. Kuna mahali huko Shoro, maaskari walikuwa wanakimbiza wezi. Na mchungaji mmoja alikuwa kwa nyumba yako. Ukimbiza mwezi kurusa marisasi, risasi likaingia kwa nyumba likaua pastor. Bwana Yesu apewe sifa. Kaua nani? Kwa hivyo unajiandaa wakati wowote. Unajiandaa wakati wowote. Wakati utakaporara utakuwa wapi? Kwa hivyo useme wewe uko safe, utoki wakati wa maandamano. Hii ndio wakati wa kuomba. Maandamano itakufikia kwa nyumba. Usijidanganye. Hii ni wakati wa kuomba Bwana. Umwambie wacha maandamano yakue katika hali ya amani. Umwagache damu ishe, na wale walio huko waone kama wao, wasiwe wanyama mbele ya vijana. Bwana Yesu apewe sifa. Sasa iliingia kwa nyumba nikawa pastor. Iliingia wapi? Wewe useme ukosefu, utoki na watoto wako. Ini wakati unafunga na kuomba. Mwambie Bwana, taifa hili ulisikilize. Na Bwana hawezi akalisikiliza tukienda mikono mitupu. Unasema hata mimi nisioomba, nisipomtolea Bwana, mimi sitoki na watoto wangu. Umejidanganya. Yule wa jirani yako, yule ndugu yako, yoyote ni wewe. Tukue na utu wa roho, utu wa moyo, ndio Bwana tupate kukubalika mbele ya macho ya Bwana. Haleluya. Bwana Yesu apewe sifa. Hata Samueli alipokuwa hata Samueli aliposikia akitoa, hata Samueli alipokuwa akitoa hiyo sadaka ya kuteketezwa, Samueli, Bwana Yesu apewe sifa, alipokuwa akitoa hiyo sadaka, alitoa kondoo mzima. Au tuambiwe ya kwamba alizikwa na tamaa, akaona katikati, akata apeleke nyumba. Hakukuwa na wasiwasi akitoa. Maandiko yatuambia alitoa nini? Alitoa mzima. Bwana Yesu apewe sifa. Samueli alipokuwa akitoa hiyo sadaka ya kuteketezwa, Wafilisti wakakaribia ili kupigana na Waisraeli na Waisraeli, lakini Bwana akapiga ngurumo, mshindo mkubwa sana juu ya Wafilisti. Siku ile wakafadhaika mno na wakawafadhaisha, nao wakaangamizwa mbele za Waisraeli. Haleluya. Tupigie Kristo makofi. Maombi ya wana wa Israeli elisikika kupitia mwamuzi wao ama kiongozi Samueli. Samueli alikaa, tukiangalia kutoka huko nyuma tunaona Samueli alikaa akiwalilia Bwana. Lakini maombi yake yanakuja. Maombi yake yanasikika. Akiendelea kuomba, Wafilisti wanaendelea kukaribia.
Alipowaambia tupandeni mlimani, tuende tukamuita Bwana, ndiye akashuke. Walienda wakiwa na mikono tubu, wakafikiri watasikikwa. Lakini hakuna maombi yalijibiwa. Bwana Yesu apewe sifa. Kwa hivyo walienda mahali pake patakatifu. Ati mahali pale ukipanda maombi yataingia haraka. Lakini kumbuka ya kwamba mkono mtufu urambwi. Walipofika mahali pale, Saidi Wafilisti waliongezea kuingia katika mahali pale. Waliposikia wana wa Israeli wamepanda, wanaenda mahali pale na maji kumimia, wameenda kumuomba, wanaagiza hata wao kupa. Walipoona hivyo wana wa Israeli walilia sana, wakaambia sasa tunaona Samueli tunaenda kuangamizwa. Tufanye nini? Tulilie. Usiache kutulilia kwa Bwana ili tusije tukaangamie. Kwa hivyo kumaanisha ya kwamba roho zao walisitorea mbele ya Bwana, wakumbuka ya kwamba kuna mtumishi anazidi kuombea. Wewe wakati huo ungeenda kwa mganga? Ungemtorokea wapi? Ungeenda wapi wakati wa vita? Wakati mauaji imekuwa mingi, machafuko imekuwa mingi katika nchi ya Kenya. Unafanya nini? Ama unakula, unarara kwa sababu wewe una shida. Nataka uamuke. Ujue ya kwamba hii ndio wakati Bwana anataka kuona imani yako iko wapi. Wewe unaosema umeokoka, anataka kuona wokovu wako uko wapi. Anataka kupima kiwango ya wokovu ulio nayo. Hii ndio wakati anataka kuona wewe unafanya nini kwa mandugu na madada waliopotea. Ama wewe utastarehe useme mimi niko safe, nikitoka kazini naingia kwangu na watoto tunaangalia runinga. Unaangalia runinga, wengine wakuguva kama wanyama. Bwana Yesu apewe sifa. Sima hiyo TV, inama chini, sama katika maombi ya kwamba utazama tena. Muite Bwana umwambie, ili ni jambo aina gani? Watu wetu wamekufa kama wanyama. Ni sisi tumeasi, tumeenda kinyume, tusamee. Wacha kuangalia, unasinda kuanzia asubuhi mpaka saa 8. Unasema serikali ni mbaya. Utasindi ukasema mtakufa nyinyi nyote kama wanyama. Wacha kusema enda maombi. Wale walio kazi serikalini ni watu kama wewe. Wakuwe na roho ya huruma. Wakuwe na roho ya upendo. Waone wale wanaokufa ni kama watoto wao. Bwana Yesu apewe sifa. Wasione ya kwamba sio wao. Bwana Yesu apewe sifa. Kumbuka ya kwamba pia mpanda kazi uzuka. Hawezi akakaa huko milele. Dunia hii inapita, lakini neno litasimama. Ukiua kwa upanga, takuja kuuawa kwa upanga. Bwana Yesu apewe sifa. Bwana inuliwe. Tuwe wanyenyekevu mbele ya Bwana, ndio tuishi miaka mingi. Tuseme ya kwamba sisi tutakaa. Nani anachua siku yake ya kufa? Wewe unayotenda kitendo kiovu, unachua ya kwamba siku yako ya kufa utakufa lini? Kwa hivyo tusije tukashikamba ya kwamba sisi tuko safe. Bwana Yesu apewe sifa. Bwana anaweza kukuachilia end time. Bwana Yesu apewe sifa. Ile chambo ulichivuna nao, dada mmoja akanipatia diti. Kaniambia kwamba waliachwa yatima. Vile nchi yetu imeachwa yatima. Kwa sababu vijana wanauawa. Hawana mtetezi katika ulimwengu wa dhambi. Wakati walipoachwa mahali pale, ndugu ya baba yao wakaamua kuuza mashamba yao mpaka wakamaliza. Kwa sababu kijana alikuwa mmoja, wasichana walikuwa wawili. Wakamaliza, hawataka kuundua. Walipoona ya kwamba huyu kijana ameachiwa ploti moja anauliza, wakaamua kumposoni wa mumalize. Sasa kuuliza yule, sasa unaona sisi tuko na ndugu yetu ni mgonjwa. Kwa mbona akasema wewe nyamaza msichana. Wewe mimi nikikoo kiniona hivi napelekwa Rwanda nikutibiwa. Heli wale wanaopelekwa Rwanda nikutibiwa.
Akamwambia mimi napelekwa London, unaniambia nini? Jamaa huyo jamaa walipomwabortion akakufa. Sasa kuambia kile kiliyotendeka. Kwa hivyo hata tukiwa na mabilioni kwa banki tusijivune. Tusimalize watoto wetu tukisema tuko na pesa. Sisi vita ikitokea tunaweza kwenda rada? Yes, sisi tu wengine watu wakuwa kama banya. Unaweza kuenda hata hii ndege kumalizie kwa njia. Bwana Yesu apewe sifa. Sasa wakati alipofika mahali pale, huyo jamaa akakufa. Hakuna mahali wa kumzika. Sasa hakuna mahali wa kumzika. Dada yake akauliza, "Mbona mnatufanya hivi?" Wakasema, "Nyinyi wasichana, enda mahali mnaenda." Akamwambia, "Tutaenda kwako. Tutakuchukua. Ndio tufanye nini? Tukae na wewe mpaka siku yako ya kuolewa. Tukupeleka shule." Hawakumpeleka shule, walimfanyia vizanga. Lakini sasa ndio tajiri. Bwana Yesu apewe sifa. Huyo jamaa waliponunua hiyo samba, akampea sehemu na mpatie samba yao. Yeye mahali alinunua. Ndio wasije wakakiremu hizi zingine. Walimpea akashikwa mahali pale. Unajua nini? Na Mungu yeye halali anakuachilia. Kiona dhurumu watu wake, kiona dhurumu watoto wake, unawaua kama wanyama. Ikamaliza mwezi, jamaa kukucha kuingia katika ile pomo alinyang'anya wale wa yatima. Gari elimkatakata. Tumuogope Mungu. Tusije tukaogopa mwanadamu, usije ukadhurumu. Unasema hili taifa litanifanyia nini? Wewe nikikutaka nitakutoa na nikumalize. Wewe kifo chako kiko wapi? Kwa sababu uhai wa mwanadamu uko mikononi mwa Bwana. Na kifo kiako kiko mikononi mwa Bwana. Kwa hivyo tukiwa hai tuheshimiane. Hakuna aliye mkubwa na mdogo. Tuwe na heshima kwa wadogo na wakubwa. Jamaa aligeuka hiyo samba. Gari yake ilimumaliza. Ilikosa akawa alitolewa huko akiwa vibande. Bwana Yesu apewe sifa. Waliamua kumuhusia na yule akaambia wale wasichana, "Mimi nikikoa napelekwa London kutibiwa." Bwana Yesu apewe sifa. Bwana inuliwe. Wanachezi wetu wakiuawa, watu wanatorokea, wengine wakuna bodyguard. Ole wao. Bwana Yesu apewe sifa. Bwana inuliwe. Damu inalia kule chini. Inaitisa wale walio wanajezi. Damu inalia kule chini. Bwana Yesu apewe sifa. Kristo inuliwe. Huyo mzee elimkatakata. Bage kumaliza. Sasa hii yako na hiyo samba. Unyanyansi katika taifa hili. Tutaikomesa katika maombi, sio kupigana vita. Tutaikomesa katika maombi, sio kupigana vita na kumaliza hawa wanachezi. Tutaikomesa katika maombi. Na Bwana atajibu tukiwa tunasikana pamoja. Tunamuita Bwana ya kwamba hatutamuita tena. Tutaambia Bwana ututumie. Sisi ni chombo. Sisi hatuna. Unajua Mungu wetu ni Mungu wa wanyonge. Maombi utakaoomba wewe ulio mnyonge, uliodhulumiwa, uliopoteza mpendo wako, Mungu anakuja na haraka na kujibu. Kwa hivyo lazima tusikane kichwa. Tusikane mikono, tuwekeane kichwa pamoja. Kila fikira tukiwe pamoja na. Waliosema wanakoa hata wakienda ng'ambo, sisi tuko hapa Kenyatta tunatibiwa, dawa inakosa, wao wanaenda watibiwa. Hayuko hai. Mungu ni nani? Kwa hivyo mambo yangu na yako itasikana pamoja. Itaturisha ikiwa ni Shetani anaingia kumaliza nchi yetu ya Kenya. Hiyo Shetani aondoke in the name of Jesus. Bwana Yesu apewe sifa. Tukataa kifo ya mapema kwa wanachezi. Kifo ya nini? Ya mapema. Bwana Yesu apewe sifa. Tuambie Bwana atawale katika taifa hili. Akaondoe kila roho za unyama. Bwana akuoni kama mtu, anaona yeye ni mtu.
Bwana Yesu apewe sifa. Nashukuru Bwana kwa sababu damu yao inaitisa wale waliowaua. Bwana Yesu apewe sifa. Kwa hivyo usiogope kuongea ukweli. Kuwa mtetezi wako kwa Bwana, omba usiku na mchana. Samueli alikuwa mwamuzi, hakuwa mwamuzi wa kumwaga damu. Alikuwa mwamuzi wa kutetea wana wa Israeli wapate kuokolewa. Kwa hivyo wewe ulio mahali hapa, wewe ulio mahali huko, inama chini ya kwamba utainama tena. Omba ya kwamba utaomba tena. Ambia Bwana ajitirize katika taifa hili. Akaleta mabadiliko, sio kulaumiana, ni serikali, ni mpunge, ni MCA, hapana. Piga makoti ya kwamba utaomba tena. Icharizi ni mapito aina gani wazazi wengi wamepita. Icharizi ni mapigo aina gani, lakini muite Bwana. Mwambie Bwana, tunataka ukuona katika taifa. Kwa sababu watoto ni baraka kwetu. Hatutahitaji kifo ya mapema kwa watoto wetu, kwa mandugu yetu, kwa madada yetu, na kwa jamii zetu. Hatutataka kifo ya mapema. Tunaikataa. Na Bwana naye usuka na akatende. Bwana Yesu apewe sifa. Kristo inuliwe. Wakati Samueli alipotoa ile mwana kondoo mzima, maandiko yaniambia Wafilisti walipokaribia, Bwana aliachilia ngurumo zake na wakaangamia wote. Na hizo roho zinaangamiza jinsi zitaenda kuangamia hizo roho chafu zitatoka ziangamie kule kuzimuni. Bwana Yesu apewe sifa. Ndio tukue kuwa na furaha, kiona kijana wako, kuwa na furaha, kiona ndugu yako, kuwa na furaha kila mahali unapita. Tukue watu wa uhuru. Bwana Yesu apewe sifa. Kwa hiyo hizo roho zinakuja kumwaga damu katika taifa hili, zitaangamia in the name of Jesus. Zitaondolewa yote tukizikana na kuomba. Bwana Yesu apewe sifa. Mtu akiona mwingine anamuona kama ndugu yake. Bwana Yesu apewe sifa. Hatuwezi kuwa juu ya sheria ya Yesu Kristo, tukue chini ya sheria. Bwana Yesu apewe sifa. Bwana inuliwe. Kwa hivyo tuombee taifa, mabadiliko yaonekane. Bwana Yesu apewe sifa. Bwana inuliwe. Walioua, nani atawakomboa? Kwa sababu hiyo damu inalia mahali huko. Bwana Yesu apewe sifa. Kwa hivyo usiingia kwa nyumba yako kwa msimu useme ya kwamba hakuna kitu itaniapen, niko na maroyo 20. Hakuwa hiyo maroyo 20, lakini one day utaonekana na wewe. Tusiche tukadhulumiwa sisi wanyonge. Lakini kumbuka Mungu wetu ndio roya, ndio hakimu. Na wewe royo unaenda kutetea maovu, unaitisa hiyo damu andamane nyumba yako. Tunayotetea maovu, wachenzi wamekufa, unaenda kusimama kotini, hiyo damu ikuandamane. Bwana Yesu apewe sifa. Bwana inuliwe. Simama na haki Bwana. Ambia Bwana, hawa ni ndugu zangu, hawa ni dada yangu. Kwa nini tunauana kama wanyama? Tuelewana, tusikane mikono. Tufanye maandamano ya amani. Bwana Yesu apewe sifa. Hata ukilala ghorofa ya 60 kwenda juu, jua ya kwamba Mungu anatazama. Anaona yale yametendeka. Hata ukiwakisha moto ende randani, roho Bwana atakufuata. Atakufuata akitisa damu silio rara bila hatia. Bwana Yesu apewe sifa. Bwana inuliwe. Wacha tumuogope Mungu. Kwa sababu tunaweza kuwa na maroyo 60 wanatetea maovu, lakini utakuja kulipa damu ya yule aliyelala. Sifurahie na hizo senti. Hizo zitakuwa laana kwako
na kwa nyumba yako. Bwana Yesu apewe sifa. Hizo zitakuwa laana kwako na kwa nyumba yako. Usifurahie. Hata ukiwa na mapilioni kwa banki, umechaza tumbo yako, lakini mnyonge umemwondoa. Angekuwa mhubiri wa kesho, angekuwa mtetezi wa haki, lakini umemwondoa kwa sababu hutaki kusikia sauti yake. Lakini sauti ya Bwana ichasimia hiko. Bwana Yesu apewe sifa. Unajua kuna kichamba inakucha wakati wake. Ndio watambulike walio wa Mungu ni watu wa aina gani. Ndio watambulike wale wamejificha. Ndio watambulike wale walikuwa wamesimama masinagogi wakimwomba machozi mpaka makamazi, wasisema tutamtumia kweli. Wengi wameanza kupeleka Biblia kama storybook. Wanaapa wakitumia juu. Hiyo ndiye itakumaliza. Hiyo ndiye tamaliza wale waliingia katika masinagogi. Wanaingia katika madhabahu wakiinua juu. Hiyo Biblia itakumaliza. Ile kiapo yao itamaliza. Lazima uende chini ya makoti. Useme kile nilionena katika mdomo wangu ni kitu aina gani. Hii mali yote ni ya Baba. Akitaka kukubariki anakuja siku moja, anatuma mtu kutoka USA, anakumwagia $1, lakini unaishi na amani. Lakini wewe unaenda ukizingira na maaskari kwa nyumba yake ati unakingwa. Uradi uzingizi, nafikiri unakuja kuchukuliwa. Bwana Yesu apewe sifa. Angalia vile Bwana anatenda kwa wanyonge. Angalia vile Bwana anaendea walio wake. Bwana Yesu apewe sifa. Ndugu alisema yeye anaenda randi ni kutubiwa. Lakini yule mnyonge au kuwa na baba na mama ako mahali pale alimdharau. Lakini lile sampa alichukua na kifua. Gari yake ilimmalisia hapo hapo. Mungu yeye ni nani? Damu inalia kule mchankani. Bwana Yesu apewe sifa. Usifurahie ya kwamba umeshinda katika kesi yako. Usifurahie ya kwamba utatoa ukiwa na mamilioni. Usiseme ya kwamba utatetewa na wakubwa, lakini ukiwa kule moja ndio utatetewa. Bwana Yesu apewe sifa. Sijui kama tunakaa sisi wa Kristo tunatafakari hayo yote. Tunaona ni kitu chambo gani Bwana anaweza kufanya ili badilishe nchi yetu ya Kenya. Wengi wamekuwa machifuno kwa ajili ya hela. Nasema hata ukiwa hakuna mahali utampeleka. Hata akimaliza mtoto wako hakuna mahali utampeleka kwa sababu yeye yako. Hiyo. Na waragai wamefika, wale wanasema ni maroya. Wanakula damu ya mtu aliyekufa. Akikula zile senti amekula damu na amepeleka zile damu kwa nyumba yake. Hiyo sio ya baraka. Ili wewe ulio na shilingi 50,000 kwa banki kuliko ile alikuwa mabilioni amepokea, mtu ameuawa anatetea mtu kule kotini. Go very painful. Unaona kutetea mtu na amekufa. Unaona kutetea muachi. Ndio upata pesa mingi. Bwana Yesu apewe sifa. Jua kwamba wewe utakuja kulipa. Bwana Yesu apewe sifa. Nao watu wa Israeli wakatoka Mishba, wakafuata Wafilisti, wakawapiga hadi walipofika chini ya Betkari. Baada ya Samueli kuwatetea mbele ya Bwana, kutoa ile sadaka, guruma za Bwana zikatoka juu zikawaangamiza. Wakati ndio maandiko yatuambia kwamba waliwafuata. Bwana Yesu apewe sifa. Wakawapiga mpaka wakafika nchi ya Betkari, wakanyakua ile nchi yao. Ya nchi ya Wafilisti wakiwa na uhuru. Bwana Yesu apewe sifa. Bwana inuliwe. Kwa hivyo wale wanaona wako, Bwana atakuja akiwa Mungu. Hatatetea wanyonge. Kwa hivyo atainua wanyonge. Ataongoza wanyonge mpaka mwisho wa doari. Kwa hivyo sisi jukumu yetu ni kuomba. Sienda kuenda kupigana kwa barabara.
sio kwenda kulipiza kisasi. Wacha Bwana atulipizie. Tutaomba ya kwamba hatutaomba tena. Tutaombea nchi yetu ya Kenya. Ichalizi ni usito gani iliyo katika taifa hili. Lakini tukiomba tukio kitu kimoja na imani na upendo, Bwana atatenda mapenzi yake. Kwa hivyo tuseme ya kwamba nchi yetu tunaiachilia mbele ya Bwana, kwa sababu wanyonge wamedhulumiwa. Tuachilie mbele ya mikono ya Bwana, na Bwana naye atende kulingana na mapenzi yake. Bwana Yesu apewe sifa. Bwana aonekane kwa kila jambo. Roho ya kusalitiwa Mungu akaiondoe peke yake. Wakati walipoamini wana wa Israeli, Bwana aliwakomboa kupitia Samueli. Samueli aliamua alipotazama wana wa Israeli, akaona ya kwamba wanahitaji kufanya nini? Kuombewa ndio msamehe kwa juu yao wakombolewe. Kwa hivyo mimi na wewe tukiomba sana, nchi yetu ya Kenya itakombolewa, mauaji itasimama, roho ya kuinukiana zitasimama, roho ya kuchinua ya kwamba ziko na siri zimejaa kwa mfuko. Hata ukijaza kwa mfuko sio kitu. Unaweza kuwa umejaza kwa mfuko lakini utaona ufalme wa mbinguni uko wakati mahali pale kwa ajili ya wakati. Kwa hivyo ufurahie ukiwa katika Kristo. Kwa hivyo usijiachilie kwa sababu wewe ni mnyonge. Omba ya kwamba utaomba tena. Bwana atakujibu. Atakuja kwa haraka kukuombea taifa hili, ikiwa tutaomba kwa imani na upendo. Haleluya. Bwana Yesu apewe sifa. Tukisaomba kwa imani na upendo, Bwana atafanya nini? Okay, ndipo Samueli akamtua chiwe. Akatua chiwe na kusimamisha katika kati ya Mishaba. Na Zeni akaliita jina lake Ebeneza, akisema hata sasa Bwana ametusaidia. Wakati ushindi ulioonekana kwa wana wa Israeli, maandiko yatuambia Samueli akatua chiwe pamoja na Zeni. Maandiko yatuambia kwamba akaliita jina lake Ebeneza. Yeye hapo kukawa ushindi kwa wana wa Israeli. Akakubali kile Bwana alipotenda. Haleluya. Bwana Yesu apewe sifa. Bwana inuliwe. Akisema hata sasa Bwana ametusaidia. Hivyo Wafilisti walishindwa wasiingie tena ndani ya mipaka ya Israeli. Na mikono wa Bwana ulikuwa juu ya Wafilisti siku zote za Samueli. Samueli wakati ushindi Bwana, maandiko yatuambia mkono wa Bwana ulikuwa wapi? Juu ya wana wa Israeli. Maandiko yatuambia kwamba na mkono wa Bwana ulikuwa juu ya Wafilisti siku zote za Samueli. Hasira ya Bwana ilikuwa juu ya Wafilisti kwa yale mateso walikuwa wanaletea wana wa Israeli. Maandiko yatuambia wakati ushindi ulionekana, waliwafukuza, wakawapiga mpaka wakaingia katika ile nchi yao. Bwana Yesu apewe sifa. Kwa hivyo wale wanyonge usihangaike. Yale mateso umepitia, jua ya kwamba Bwana ako juu ya maadui yako. Lazima atatenda ndiye akuachie ushuhuda. Kwa hivyo itategemea imani yako na maombi yake itakuwa wapi. Wewe unapoomba unaitisa nini? Maombi yako unaomba kwa ajili ya wakati, ama maombi yako yaomba ya kwamba utaomba tena? Kwa hivyo omba, muamini Yesu Kristo. Yeye ikiwa alisikia maombi ya wana wa Israeli walikuwa waasi, na wewe chie atakusikia vile utaenda kujitolea mbele ya Bwana. Bwana Yesu apewe sifa. Na mji ile, naye miji ile Wafilisti waliokuwa wamepokonya wa Israeli ilirudishwa tena kwa Israeli tokea Ekromi mpaka Geti, na Waisraeli wakauokoa mpaka wake mikononi wa Wafilisti. Bwana Yesu apewe sifa.
tunaambiwa kwamba hata ile Wafilisti walikuwa wamenyang'anya wana wa Israeli. Baada ya ushindi kupitia Samueli, mwamuzi ya wana wa Israeli, ile vitu waliokoa, wakaokoa wanawake wao, pia ile mali walikuwa wamenyang'anywa, maandiko yatuambia walichukua wakairudishiwa. Bwana Yesu apewe sifa. Kwa hivyo ichalisi ni vita aina gani umepita? Ichalisi ni vile umepoteza vitu yako kwa wingi, unanyang'anywa na lazima unawekelewa, lakini jua kwamba katika ushindi Bwana atasuka na kutenda makubwa. Bwana Yesu apewe sifa. Bwana inuliwe. Inaweza kuwa unalia sana, umepoteza ndugu, umepoteza dada, umepoteza vitu vingi ama mali mingi, lakini jua baada ya maombi Bwana atakuinua. Utakumbuka yale aliyopita, utamuona Bwana. Nataka wewe umepoteza mali muda huu wa maandamano, wewe umepoteza mtoto wako, wewe umepoteza ndugu yako, na kupatia tumaini ya kwamba Kristo hako achakufa. Hako kule anaangalia yeyote imetendeka hapa duniani, anaangalia kilio ya watu wake, anaangalia kila upande vile wanyonge wanadurumiwa. Bwana Yesu apewe sifa. Ni haraka anakuja kukujibu baada ya maombi. Bwana Yesu apewe sifa. Kwa hivyo atakuinua tena. Aliinua wana wa Israeli kupitia Samueli. Kwa hivyo ni kusikana mikono katika nchi kona ine, ndio tuombee taifa, watu wakombolewe, wale waliopoteza ndugu, waliopoteza dada, waliopoteza watoto wake wasione, ili wamuone Bwana. Haleluya. Kwa sababu yeye peke yake ndiye anakuja kulipita kizazi. Maandiko yatuambia alituma Samueli akaenda kulipisa kizazi kwa Wafilisti. Na yeye peke tutamuomba ndiye anakuja kulipisa kizazi. Usiseme vile nimefanywa hivi, vile nimepoteza mtoto na mimi nitalipisa raha. Mwachie Bwana. Sidi kuomba, shukuru Bwana ya kwamba hii muda ulinipatia ni mchache nimuone, lakini saa hii sina kwa sababu ya ABC, lakini nakushukuru kwa kila jambo. Kwa muombe, umuongojee yeye. Kuwa na imani, kuwa mvumilivu. Ambia Bwana sasa utamaraki. Ile pigo nimeona isije kapata mwingine. Bwana Yesu apewe sifa. Kwa hivyo omba, wewe mnyonge, maombi yako itasikika. Na Mungu ataachilia nguvu zake na malaika wake walio watakatifu kila kona ine ya nchi yetu ya Kenya. Na yeye atatenda makubwa. Bwana Yesu apewe sifa. Wakati Wafilisti walipoangamishwa, maandiko yananiambia kile waliotendea Waisraeli, mali yao yote irudi kwao. Najua wewe umepoteza mpendwa, umepoteza dada yako, umepoteza mama yako, umepoteza ndugu yako, umepoteza mtoto wako, utarudishiwa katika njia ya ishara na miujiza. Bwana Yesu apewe sifa. Kitu nakuhimiza ya kwamba ujipe moyo. Safari tuko nayo ni ndefu. Inahitaji maombi zaidi. Tusame katika maombi, tukae katika neno. Kwa sababu nchi sio yako na yangu. Kwa sababu Shetani ametawala. Anahitaji damu. Bwana Yesu apewe sifa. Lakini kumbuka, hahitaji damu ya ng'ombe ama ya mbuzi, anahitaji damu ya mwanadamu. Kwa hivyo hiyo isikutoa katika Ukristo. Wewe uliokoka, uliopendeza mpendwa ama mtoto wako, hiyo isikoteze, isikutoe katika neno. Weka Mungu, mwambie hii muda tumekaa, nashukuru sana. Najua ni ngumu kuitikia, lakini jipe moyo. Na kuombea amani, na kuombea uvumilivu, na kuombea ushindi, na kuombea Bwana akutie nguvu na neno ndani yake. Akuonyesha, asikuonyesha yale, kwa sababu maji ikimwagika ichoreki, lakini neno litasidi kudumu. Tuombe mpaka wakati wa mwisho, kwa sababu Bwana atajibu. Atajibu haraka kwa wale walio wanyonge. Haleluya. Kwa sababu alijibu wana wa Israeli mahali hapa, na akasema wakati aliyotenda hiyo kitendo kupitia mtumizi wake, mkono wake ukutoka juu ya Wafilisti. Kwa hivyo ya kwamba mkono wa Bwana uwezi ukatoka kwa wale waliomwaga damu. Bwana Yesu asifiwe. Ni kuomba ya kwamba hatutaomba tena. Tuombe ya kwamba tukae katika neno.
Tuachilie hao ndio viongozi wa kesho. Hao ndio wainjilisti, ndio mabishop. Bwana Yesu apewe sifa. Na wewe wachizivie na wakati wake. Tusiwae mapema. Tuache hiyo Bwana atawale. Naonekana katika maisha yao. Kwa sababu sisi tunaenda, kwa hivyo tuachie wao watawale. Haleluya. Bwana Yesu apewe sifa. Maandiko yananiambia wakati wa maombi ya Samueli, mkono wa Mungu ukutoka juu ya Wafilisti. Bwana Yesu apewe sifa. Najua wakati wa kuomba wanyonge, mkono wa Bwana utafanya kazi. Tuseme amen. Mkono wa Bwana utagusa wale wamepoteza wapendwa. Mkono wa Bwana utakuwa juu ya wale waliomwaga damu bila hatia. Bwana Yesu apewe sifa. Kristo inuliwe. Kwa hivyo Bwana atarudisha kwa kila chambo. Bwana Yesu apewe sifa. Tena akaamua tena, kulikuwa na amani kati ya Israeli na Wamori. Wakakaa katika amani wakati Wafilisti waliondolewa. Wafilisti wako, kuna Wafilisti wataondolewa katika nchi yetu ndio tukae na amani. Kuna Wafilisti wataondolewa katika nchi yetu ndio tukae na upendo. Sitaki wa mwanadamu achione. Muone Yesu Kristo vile alikuvia. Bwana Yesu apewe sifa. Ukipata senti ukiwa kwa mfuko, usione kama jirani yako ni adui. Unataka kumumaliza, unataka kifo ya mapema kwake. Bwana Yesu apewe sifa. Wafilisti wataondolewa. Watakimbia kule ng'ambo nchi tofauti, watamaliziwa kwa njia. Andike chini. Mungu yeye halali. Lazima ashukie maombi ya wanyonge. Bwana Yesu apewe sifa. Bwana inuliwe. Najua tutaomba na Bwana atajibu. Naye huyo Samueli akaamua Wafilisti wa Israeli siku zote za maisha yake. Naye yule Samueli akawaamua Wafilisti siku zote za maisha yake, akawa kiongozi. Naye uenda mwaka kwa mwaka usunguka mpaka ya Betheli na Gilgali na Mishiba, akaamua katika miji yote ya Israeli. Kila mwaka uenda ili oenda mahali pale kushuhudia yale Bwana aliyotendea. Sijui wewe mpendwa, Bwana amekuokoa katika vita vingi. Ulikuwa mgonjwa sana ukaokolewa. Ulikuwa unainukiwa lakini amani ikacha mahali huko. Wakati Bwana alikutendea, unakumbuka hiyo chamba ama unasahau unachiona mahali huko? Nataka ukumbuke wakati ulipokuwa kwa mateso. Bwana akakutoa katika hiyo mateso, akakufikisha ng'ambo nyingine. Ulikuwa katika hali ya kutoeleweka, lakini saa hiyo unaheshimika. Sijui kama unakumbuka hiyo. Kwa sababu maandiko yananiambia Samueli alikuwa anaenda anasunguka kila mwaka mahali pale, akakumbuka kile Bwana alitendea wana wa Israeli. Bwana Yesu apewe sifa. COVID-19 ilikuja na ikaenda, lakini wewe kugonjeka. Sijui wewe unaona ni kawaida ama unaona wale aliyowashika ni wenye dhambi. Bwana Yesu apewe sifa. Nakumbuka wakati wa COVID-19 kuna mmoja alinipigia simu kutoka USA, akaniambia, mama, unikumbuke katika maombi. Mimi naona ninaye. Nikamwambia utaenda kwa sababu siku yako itafika. Na hiyo kifo ya mapema mimi nimeikataa. Naomba udumu umkumbushe Bwana kila aliyokutendea. Utoe shuhuda. Ndio watu wengine wasiomjua Bwana watambue ya kwamba Kristo wako. Bwana Yesu apewe sifa. Wakati wa maombi kumaliza, asubuhi akanipigia simu sana. Akaniambia, anacheka. Akaniambia, unajua nini? Hata nimepona. Nilikuwa ninaenda kuangamia lakini nimepona. Sijui nitendee mimi nini.
COVID iliua watu wengi sana. Ni uongo ama ni ukweli? Iliua hata wale wako na pesa. Hii pesa yako isikudanganye. Heshimu mwenzako. Usimu mnyonge. Usidurumu mwenzako kwa ajili uko na pesa. Unasema ya kwamba hata kesi ikia akikuua, kiua mtoto wake, anaweza kuweka maroho hata 100. Roho ni nini mbele ya Bwana? Bwana Yesu apewe sifa. Daudi alipokuwa na machezi wake wachache, Sauli alikuwa na wengi. Wale machezi wa Daudi walilia sana wakasema, tunaona ya kwamba Samueli yako na wengi, tunaenda kuangamia mfalme turudi. Aliwaambia, mimi sijaona yale machezi lakini namuona Mungu wangu. Nataka wewe ulio mnyonge uone Mungu. Usione yule aliye kando yako ile pesa ako nayo ya kwamba itamuokoa. Baada ya usaliti, baada ya kuwa mtoto wako, ana ya kwamba ataweza kuweza na hiyo yote ishe. Lakini ajue ya kwamba kitendo kila aliyotenda Bwana anamwangalia. Bwana Yesu apewe sifa. Tunaona ya kwamba alikuwa anasunguka katika ile nchi. Mahali pale alipokea ushindi. Maandiko yananiambia akasimamisha lile jiwe na zena akaweka mahali pale kwa ajili ya ukumbuzo. Nenda kuwa wewe ulikuwa katika magonjwa kadhaa. Nenda kuwa wewe ulikuwa na vita katika nyumba yako. Watoto hao kuwa wanalala. Walikuwa wanakataa hata kwenda katika masomo. Lakini wakati ulipomuita Bwana, akatuma mtumishi wa Bwana akuja kuombea, ukafanya nini? Ukashinda. Ukafanya nini? Ukapokea usalama. Ulifanya nini? Ikiwa Samueli tunaambiwa anakumbuka. Na unajua wale watu hao kuwa wa ukoo wa Samueli walikuwa ni watu katika different sehemu mbalimbali, lakini Samueli alikumbuka ile kitendo aliyookoa. Yeye akaenda. Wewe uliokolewa katika dhambini, wewe uliokolewa katika vita, wewe ulikuwa umedharauliwa katika kwenu, lakini sasa hiyo umeonekana shujaa. Wewe ulikuwa unalia ya kwamba nitapata mtoto wapi, na ukapata mtoto. Unamrudishia Bwana nini? Bwana Yesu apewe sifa. Sijui kama unakumbuka hiyo jambo. Unafanyia Bwana nini? Bwana Yesu apewe sifa. Unakumbuka nini kwa baba? Wakati inapofika wakati ule, maandiko yatuambia Samueli alikumbuka kile. Usione kuishi ni kawaida. Kitu napenda kuambia wapendwa ya kwamba usione kuishi ni kawaida, usione kukula na kunywa kawaida. Wengine wanaguruma hospitali, wengine wamewekewa hema, lakini wewe unaona unaamuka unaenda kazi unarudi unakula vizuri. Hiyo sio kawaida. Inafaa umtukuze Bwana ya kwamba utamtukuza tena. Inafaa mwambie Bwana ni asante kwa kila jambo umenitendea. Uende mbele ya macho yake, umtolee, mwambie Bwana unilinde mpaka mwisho. Na kifo ya mapema mimi nimepinga katika nchi yetu ya Kenya. Bwana Yesu apewe sifa. Bwana inuliwe. Hao ndio maprofesa wa kesho, hao ndio manabii wa kesho. Bwana Yesu apewe sifa. Hao ndio machachi wa kesho. Bwana Yesu apewe sifa. Hao ndio rais wa kesho. Kwa sababu kila wakati kuna jambo lake. Bwana Yesu apewe sifa. Samueli alikuwa anakumbuka hawakuwa watu wa kwao, lakini alikuwa anaenda namtolea Bwana. Anasunguka mahali pale. Hakikumbuka lile kitendo. Wewe mahali wapi ulikuwa na vita, umetelewa, umefikishwa mahali huko. Ukuwa na watoto, ukuwa na kazi, amukuwa mnaelewana, lakini Mungu ameleta amani. Unafanya nini? Ama unaona ni kawaida? Sitaki uone ni kawaida, nataka umuone Bwana. Wakati tunaenda kuomba, tuombe ya kwamba hatutaomba tena. Tuseme ya kwamba indi wakati Bwana anarudi ya kutuchukua. Wale wanasema waseme, Rakaya wapee muda. Wasonge, wataongea watarare. Lakini wewe uliomcha Bwana utakaa katika neno. Tegemeo na kimbilio katika maisha yako. Waliomwasi walifika mahali wakachua ya kwamba miungu yao ifanyi kazi, wakaona ili wakae katika Ukristo. Na wewe ikiwa unamekaa katika kuasi muda mrefu, wachana na mambo ya kuasi, umrudie Bwana. Kwa sababu siku yako ujui. Wewe unaomaliza watu usiku na mchana, wewe unahangaisha familia fulani, wewe unasumbua magonjwa kwa watu wengine, wewe jua ya kwamba siku yako yafika.
chuma yako iko motoni. Bwana Yesu apewe sifa. Unajua wacha tujivunie Yesu Kristo aliyetukomboa. Kuwa na msimamo. Kuwa kama Abednego na Shadraka na Meshaki. Alisema itakiwa nini sitabudu miungu mingine. Hata ikiwa nikikataliwa, hata ikiwa nikufanya nini, iwezi nikaabudu miungu mingine ili Yesu Kristo yeye aliyenikufia. Hata nikilala mpaka wa leo, nidhani nikuwa salama. Ambia Bwana sasa usiniache. Wewe unajua unafaa nikule, watoto wakae vizuri, waende na nifanye kazi ile ulikuwa unafanya duniani. Ni kazi gani alikuwa anafanya? Usaidia wachane, yatima, maskini na kupea wala hawana nguo wanafaa nguo. Bwana Yesu apewe sifa. Bwana inuliwe. Ni wakati tunataka kumfurahisha Bwana. Sitaki umfurahishe ndugu yako, kwa sababu unajua kwa ukimfurahisha atakushika mkono. Furahisha huyu Yesu Kristo. Usitende dhambi uende kwa wachao, kwa waganga ndio umfurahishe mama yako na ndugu yako. Kaa katika neno, mwambie uamuzi ni wa mtu mwenyewe. Uamuzi wa leo ndio jawabu la kesho. Bwana Yesu apewe sifa. Waje kusema sasa enda ua. Yule aliyekuambia ua sio ndiye atakuwa na uamuzi wa kesho, ni wewe. Bwana Yesu apewe sifa. Kwa hivyo tusimame katika neno, tuchue kwamba ya ulimwengu yatapita. Na Bwana akikutendea kuwa na chambo la kumkumbuka. Mwambie Bwana unitendea, nilikuwa umaskini lakini sasa ninaonekana nikiwa mtu. Naonekana nikiheshimiwa. Kwa hivyo nakurudishia shukrani. Kwa sababu wakati nilipokuwa na kanyaga chini kwenda shuleni, lakini leo nafaa suti na viatu. Ama hiyo sio mshukuru Bwana? Watoto wangu wanakula, wanasoma. Leo hata nikiingia kwa boma nimekuweka uchezi wa maana. Mimi nakushukuru Mungu kwa ile mapito nimepitia. Ushukuru Baba. Uheshimu wale wanaomcha, ndio njia zako zifunguke. Bwana Yesu apewe sifa. Uheshimu jirani yako. Ukumbuke mahali. Unajua kuna wale wanaenda wanasahau. Bwana Yesu apewe sifa. Bwana inuliwe. Au wanasahau ni kama wale walisema, wewe msichana ni mtu kama dudu. Mimi nikikoa hivi naenda London. Hao ni wale waliosahau. Bwana Yesu apewe sifa. Wakati wa kifo, pesa yako iwezi ikakuokoa. Bwana akikuachilia, era yako iwezi ikakuokoa. Lakini wakati unaomheshimu Bwana, yeye neno la Bwana litakuokoa. Bwana Yesu apewe sifa. Si neno la Bwana litakuokoa. Na yote tutaiacha hapa duniani, lakini neno itasimama. Na wewe utahesabiwa kuwa mwenye haki katika hema la Bwana. Kwa sababu ukuwa umeona kile ili ulimuona Kristo ndiye alikufia msalaba. Uliheshimu wengine vile unachezimu. Penda yaliyo mema ndio hesabiwa mwenye haki. Kaa katika neno. Hii mambo mengine itapita. Bwana Yesu apewe sifa. Lakini neno litasimama. Bwana Yesu apewe sifa. Mmoja akaniambia, unajua mimi nimesefu 2700. Mtu akinichezea mimi naua yeye. 2700? Unajua shetani ni muongo. 2700 ndio unasema uwe ndugu yako msomezee watoto. Shema mnio. Kuna watu wakaaba wako na pesa lakini hawaongei. Hiyo umesikia 2700 vile anasema? Mimi naweza kuua yeye na msomezee watoto. Wewe umesomeza wako kwanza. Unaona vile shetani ni muongo. Anadanganya watu. Mtu akisika makaratasi anaona ako na uhai. Eli yule aliye na Yesu Kristo ndani yake. Yule anamtukuza, anafuata sheria zake na njia zake. Yule anakumbuka mahali Mungu alimtoa na mahali yako. Anarudi anashukuru. Anasema ya kwamba
kama singekuwa ache. Kama sio wewe ulituma msaidizi wako, vile ulituma Yesu Kristo akakuja akanikomboa, sijui ningekuwa wapi leo. Hiyo nasemanga, mkubwa wako akupatie kazi, mheshimu. Bwana Yesu apewe sifa. Mpatie heshima. Kwa sababu kama siye yeye, ungekuwa na hiyo kicheko kwa nyumba yako. Bwana Yesu apewe sifa. Kwa sababu maandiko yananiambia ukiongea maovu juu yake, neema zake zinarudi kwako. Bwana Yesu apewe sifa. Bwana inuliwe. Unajua ni Mungu anatenda haya yote. Ni Mungu wa Ibrahimu, Isaka na Yakobo. Anaweza kukuinua na kubariki. Lakini ukuwe uchue shetani yako katika mbio. Anataka wale wa kususa ndio kane Yesu Kristo yeye. Samueli alikumbuka kile kitendo Mungu aliyofanya wana wa Israeli. Mahali pale anaenda kila mwaka. Bwana Yesu apewe sifa. Sisi tukikuja kila mwaka tunatoa matoleo ya 200, ya 500, na 600. Kumbuka kwenda hospitali mwaka mzima. Ndio sijakataa. Hiyo ni matoleo. Lakini maandiko yanatuambia utoe ile kitu inaweza kuuza Mungu wako. Ukitoa 200 utaonekana kama yule mama mchana au kwa alitoa senti. That's right. Lakini uwezi ukakuwa na mingi utae 200, maombi yake yanafika wapi? Hiyo ni kumjaribu Mungu. Na walipomjaribu Mungu kule Chankawani waliangamia. Bwana Yesu apewe sifa. Musa akasema ya kwamba utakaporudishia huyu mtoto uhai wangu, nitaingia kwa akaunti yangu, nitakutolea ile mali yote nilikuwa nimesave. Alifanya hivi. Kijana amemaliza university. Ukimrudishia uhai, kwa sababu watu walipiga nduru, akarusha mtoto mahali pale, akakimbia. Musa akainua mkono juu. Akamwambia Mungu, najua unanijua vyema na kunibariki huyu mtoto ulikuwa na sababu, na mimi kifo ya mapema kwa mtoto wangu sitaki. Kwa hivyo utakaporudishia huyu mtoto uhai, nitarudi nikujengee nyumba yako, na kile kilio katika akaunti yangu utapeana yote. Nani anaweza kusema hivi? Hakuna. Macharibio, Kwa hivyo kuna jambo inayokuja Kenya kama hii ya kumwaga damu. Mungu acharibu imani yako iko wapi. Acharibu utatenda nini. Utakaa usema mama weka chai kuna baridi. Fungua hiyo TV, ambia watoto wasiende kwa barabara. Ujue kama kanisa zinaweza kuingia kwako na alikuue ama liwe mtoto. Wacha tuone. Unajua kuna jambo inatendeka, ndiye imani za watu zionekane ziko wapi. Wale waliokoka waonekane wako wapi. Watakuwa kama wale wasee walifumia mpaka mwisho, ama watageuka kwa njia. Wasema sasa dunia imekuwa mbaya, taifa letu government ni mbaya, taifa hili ni mbaya, viongozi ni wabaya, wewe ni mzuri. Nchi yetu ikiwa mbaya, wewe ni mzuri. Kwa sababu wewe taifa ni mimi na wewe. Wewe ni mzuri, wewe fugua. Nchi yetu ni mbaya, serikali ni mbaya. Ni serikali. Na wewe ni mzuri. Ukiingia katika hema ya Bwana, unamuibia saka. Unamuibia saka. Unafanya nini kwanza? Unapiga hesabu. Nasema sasa nilipokea 5,000 ni ndogo sana. Unapiga uchalipa nyumba, unapiga mtoto uchalipia school fees. Hayo yote Mungu anajua. Hata ikiwa alikupatia hiyo anajua watoto wanafaa wasome. Mama wake wa kiroho alinifundisha hivi. Mwanangu Esther, nataka nikwambie kitu kimoja. Ukisapokea kile kidogo ulio nao usione ni kidogo. Ambia Bwana, kabla sijatenda chochote katika nyumba yangu, nataka nikutolee filo maandiko yanayoniambia. Bwana Yesu apewe sifa. Wewe usiangalia ni kidogo, hiyo ndio siku uliyobarikiwa nayo. Bwana anaweza kukucharibu, haone ya kwamba utakuwa mwaminifu katika hema lake. Bwana Yesu apewe sifa.
Bwana inuliwe. Usione kile ni kidogo, kwenda mbele ya Bwana nayo. Unajua sisi tunaona ni kidogo, sijaziba, sijakula breakfast ya bwana, hapana nitatoa kingine. Hiyo stili unamuibia. Hiyo stili unamdanganya. Kile kidogo toa, kama vile mwanamke mchana aliyotea akamgusa baba. Toa na wewe umguse. Bwana Yesu apewe sifa. Alinifundisha hivi kitu, utaenda kwa baba. Mwambie nashukuru kwa yale yote. Kuna wale walikuwa wanataka hii kidogo lakini hawajapata. Bwana Yesu apewe sifa. Toa ile saka mbele yake, ndio 10%. Sasa ilete kwa Bwana. Mwambie Bwana nakushukuru kwa sababu ulinibariki nayo, nimetoa kulingana na magano yako, kulingana na Biblia. Sasa naomba ufungue milango na madirisha, ukumbuke nyumba yangu. Ndio ingine ukienda utaona maajabu. Bwana Yesu apewe sifa. Bwana inuliwe. Kwa hivyo hakuna kitu ndogo na kubwa mbele ya Bwana. Usichokashikwa na tamaa wakati umebarikiwa. Umuogope huyu Bwana. Bwana Yesu apewe sifa. Bwana inuliwe. Muogope huyu Bwana. Bwana Yesu apewe sifa. Kaa katika yeye. Timiza yale amesema katika maandiko. Mwambie vile nakuja mbele yako na kushukuru. Na kwa vile leo nimeenda sukuma sikuuza, nashukuru. Shetani naye aliitiza ruhusa akaenda kumjaribu nani? Ayubu. Kwa unaanza kulalamika, mimi naona naingia kwa nafagia kanisa, mimi naona nakuwa hivi, mbona watoto wamekuwa hivi? Hapana, wacha kuteta mbele ya Bwana, mshukuru Bwana. Mwambie ni asante jinsi nilivyo. Jinsi nyumba yangu ilivyo. Lakini unikumbuke wakati unaenda kubariki wengine. Unikumbuke wakati unaenda kubariki wengine. Unikumbuke wakati unaenda kufungua waliofungwa. Unikumbuke wakati unaenda kuondea lawama kwa wengine, uniondolee na mimi pia. Sasa unajua sisi wanadamu ni kulalamika. Nikusema mbona hivi? Nasema kama nimekuwa hivi, sasa ndingine sitatoa. Ukumbuke Shetani yako akasi. Shetani naye yako anakuonyesha ni hasara kumtolea kama mtoto ule. Kwa sababu kile kimepitishwa hapa duniani chuo kimepiti. Atakuonyesha ni hasara ufanya kitende kilio chema mbele ya Bwana. Yesu akawauliza wanafunzi wake, ni halali kutenda yaliyo mema siku ya Sabato ama ni vibaya? Bwana Yesu apewe sifa. Bwana inuliwe. Kwa hivyo tusimama kama mashujaa wa Yesu Kristo, lakini sio wa vita. Tusimame ya kwamba hatutasimama tena, ndio tumtetee huyu Yesu Kristo akiwa katika kiti yake Yesu. Kwa hivyo kumbuke mahali umetoka na mahali umefika, uone distance unaenda. Usichione mahali huko, nataka umuone Yesu Kristo. Aliyokutoa katika umaskini, aliyokutoa katika kudharauliwa, aliyokutoa kukuwa na kitu kwa na kitu. Mheshimu huyu Bwana. Na maandiko yanatuambia uheshimu huyu Bwana, lazima uheshimu wale wanaomcha. Si maandiko yanasema hivi? Wewe ukasema umemheshimu Bwana, na utendi vile Bwana anasema, lazima umheshimu. Ichalisi vile ilivyo, lakini mpatie heshima. Bwana Yesu apewe sifa. Bwana inuliwe. Tuangalie kwa kila kando. Usisema vile ilivyo, lakini mwambie wewe vile nilivyo ni wewe unapenda. Vile watoto wangu walivyo ni wewe unapenda. Usihangaike ukose usingizi usiku mzima. Useme wakati wangu imeisha wa kufanya ABC. Wakati wangu unaisha wa kutenda hao kwa watoto. Niliharibu pesa wakati fulani. Sasa hii imeharibu. Hali yote ni ya baba. Kumtolea na kwenda mbele ya Bwana sio kuharibu. Kutoa kwa umaskini umegusa roho yake. Umegusa roho ya nani? Yake. Na usitoe ukiwa unanungunika. Usikuja hapo ufanye kazi ya kanisa ukiwa unanungunika. Usikuja hapo ukifanya kazi ya kanisa unakuwa na mkono. Bwana Yesu apewe sifa. Nataka niwapatie story moja. Sababu kuna jambo Bwana anataka afanye.
Kuna mulisi alikuwa analisa kanisa ya Katoliki kule Kayole. Huyo mulisi alikuwa anaona Katoliki hawakuwa wanapepa pesa kuenda. Unaweza kuwafundisha vile kwa hatari. Anaona vile anasungusa, unalinda hapa unalinda hapa. Siku moja akaingia ndani na yeye akafanya ameokoka. Akakaa akaona vile ile sanduku ya matoleo imewekwa. Sasa akacha siku moja akapasua mahali sadaka imewekwa, akatengeneza waya. Hiyo ni kitu alinisudia mimi. Sio mtu aliniambia. Na leo nikwambia alienda hapo wapi. Sasa kwenda huko anachukua pesa. Anachukua pesa kutoka kwa hii sanduku. Kila baada ya wiki katikati yeye anachukua 2,000, 3,000. Shetani naye ni mchanja. Huyo chama alifanya hivyo, akacha ikagunduliwa, akatolewa mahali pale. Alipotolewa mahali pale alitafuta kazi ikakosha. Unajua shetani yako kwa kazi. Wao wakasema pesa ya kanisa imepotea muda mrefu. Lakini hawajui inaenda wapi. Bwana Yesu apewe sifa. Akasema basi wacha tuombe. Kwa sababu ile pesa ilikuwa inafanya kazi. Ilikuwa inaenda katika mtaa tofauti kusaidia wale hawajiwezi. Ilikuwa inaenda katika ujenzi wa kanisa. Ilikuwa inaenda nafanyiwa vitu tofauti. Bwana Yesu apewe sifa. Wakati alipofika alitolewa mahali pale, alikaa miezi 4. Wakati niligundua mafanya hivi alikuja akaniambia mahali nakula vizuri. Kamuuliza unakula vizuri aje? Unajua amekuja kwa huduma. Ananiambia anakula vizuri kutoka kwa hema ya Bwana. Anakula vizuri. Na hiyo kukula ni nani anafaa kule? Makuhani. Bwana Yesu apewe sifa. Usikule ile kitu uchaitaniwa. Imeandikwa kama kamuuliza mbona unasema unakula vizuri? Ananiambia kazi nafanya haina pesa, lakini nakula sadaka ya kanisa kweli kweli. Kamwambia ndugu nakula ache. Kaniambia mimi nimetengeneza mwanya naenda natoa. Nakula nikamuonya. Bwana Yesu apewe sifa. Nikamuonya ya kwamba aenda atubu, aende kwa fata muombe. Mimi sina maombi yake. Alipuuza. Akasema sikuishi mapasta na bishop na mafata wanaomba pesa inatoka juu mbinguni. Bwana Yesu apewe sifa. Unajua hakuna kitu mbaya unaonyesha madharau kwa mtumishi wa Bwana. Zinatoka wapi? Hakumaliza miezi 6 aligoncheka. Akagoncheka akawa kichwa inauma. Ifanye nini? Alipuuza kurudi aombe msamaha. Akiri mbele yake, mbele ya Bwana, aombewa na Father. Akasema wewe mimi najua nyinyi mapasta mnaomba pesa zinatoka juu mbinguni. Bwana Yesu apewe sifa. Kamwambia ni sawa lakini mimi sina maombi yako. Sitachangia maovu kamwe. Siwezi nikachangia maovu. Sitafunika maovu. Wewe rudi, upaki tukayode. Uombe. Aombe msamaha. Hata ikiwa ulikula watakusamea. Ngamwambia ni riski sana. Niambia bana, sasa wache kaa hivi. Aligoncheka, masikio yake kaanza kumwaga uzaa. Alirudi back. Ngamwambia sasa hata nikuombea ni bure. Go back. Mahali ulienda ukanyang'anya kutoka kwa kani? Ukakula sadaka ya makuhani. Na inaombewa kwa madhabahu. Go back. Alipuuza. Aligoncheka kwenda hospitali kubwa, akaambiwa lazima afanyiwe operation. Alifika kufanyiwa operation, alikufia wanjia, alikimbizwa hospitali. Bwana Yesu apewe sifa. Kwa hivyo vitu vingine tusichukue kama rahisi. Heshimu hema ya Bwana. Na vile viliomo heshimu pia. Tuko pamoja. Turudi 17. Kisa alikuwa akirudi Rama
maana ndipo alipokuwa nyumba yake. Nako ndipo alikowaamua Waisraeli, na umo akamchengea Bwana madhabahu. Pata ushindi wa Samueli kupitia maombi. Maandiko yatuambia alirudi kule akamchengea Bwana madhabahu. Kwa nini alirudi akamchengea madhabahu? Ile ushindi haikuwa yake, lakini ilikuwa juu ya wana wa Israeli. Kila kitendo aliyotenda aliona yeye amchengee madhabahu ndio wapate kuabudia mahali pale. Sijui wewe Bwana amekuokoa ukiwa hapa. Wewe mahali uko Mungu amekuokoa, amekubariki ukiwa huko. Sijui unarudi Tanzania, Uganda unaenda kuchenga madhabahu. Hiyo madhabahu isakuwa ya baraka kwake. Lazima urudi mahali ulibarikiwa kutoka. Lazima urudi mahali uliombewa. Lazima urudi mahali ulipokea baraka na ishara. Ukaponya mahali pale. Ndio chengee Bwana madhabahu. Bwana Yesu apewe sifa. Kama uliponya na Kenyatta, uende Kenyatta nao wachengee madhabahu. Sijui kama mnanielewa. Unajua lazima tukumbusane. Mahali ulipobarikiwa utaidharau, uende Tanzania kuchenga madhabahu. Hiyo Mungu hatasikia. Atasikia mahali ulikumbuka. Kila Bwana, kama ulikuwa mgonjwa, ulikombolewa katika mahali pale, urudi kwake kule, useme Bwana, umefanya nini? Ulisaidia mahali hapa. Samueli arudi akasema hapa ndio mahali pale Bwana alisikia maombi. Maandiko atuambia alimchengea madhabahu. Alirudi wapi? Na ilikuwa kwao. Ilikuwa mahali wana wa Israeli aliomba na Bwana akasikia maombi. Na wewe mahali Bwana amekutendea, ndiye nafaa unue madhabahu yake. Ndiye akubariki hata ukienda wapi upate baraka. Lakini ukidharau mahali uliinuliwa, Mungu anakuachilia, mnakutana na Shetani aliyejaribu Ayubu. Bwana Yesu apewe sifa. Bwana ainuliwa. Kwa hivyo wale wanaopokea baraka mahali wako hawezi wakakukimbilia Saudi Arabia waenda kuchenga madhabahu, na hapo sio mahali walibarikiwa. Bwana Yesu apewe sifa. Bwana ainuliwe. Mtoto mmoja akaulizwa mwaka 2002, akacha akachukuliwa, alikuwa mtoto achiwezi. Akapelekwa kule ng'ambo kwa ajili ya talenti yake. Wakati mzungu alimuuliza, unataka nifanye nini katika taifa letu ya Kenya? Alimwambia, utarudi katika ile sura niliyosoma nilikuwa naandika chini. Wale walimu nilikuwa wananifundisha kuandikia chini ndio nierevuka. Hawale walimu ndio walinifundisha. Nikao na hii talente ikaendelea kukua ndani yangu. Kwa hivyo kitu naomba urudi katika uwachengie sura. Haleluya, tupigie Kristo makofi. Aliwaambia arudi katika ile sura. Wale walimu walimfundisha, walikuwa wale watoto walikuwa wanasoma nao walikuwa na mahali pale uchenge ile sura, kwa sababu huko ndiye ilifanya nikafundishwa tabia na nyingine. Sasa niko ng'ambo. Usijione mahali huko, usahau mahali umetoka. Sasa yule mwanafunzi alifanya mahali alisoma, hiyo shule ikachengwa kupitia vile alisema. Huyo mwanafunzi alipokea baraka ama kupokea? Alikumbuka vile alikuwa anakunywa fumbi akiandika chini. Walikuwa wanakalia vitingine viko fani. Akafanya ile shule ikakombolewa, na yeye mahali Mungu alikumkumbuka mahali huko. Hakuona sasa nimefika nchi kubwa, wacha nifanyie hivi, ninunuie gari Mercedes Benz, niendelee na Jehova hapa nitembelee. Lakini aliwaambia, kumbuka wale tuliosoma nao wako na shida mahali pale. Na mahali pale ndio mwalimu aliyonifundishia nikapata talent nzuri. Akaifufua ngachua niko na hii talent, ndio nikakuja hapa ng'ambo. Kwa hivyo chumba na kuachia, usisahau mahali ulitoka, uone mahali umesimama. Mbarikiwe. Mwalimu Sanchez Mwebala. John 31:86 of fear of the Lord shall begin our wisdom. Kwa majina Moses Ndwani, niko na shehe kwa baba na mama
uwa na heshima. Ukiwa njiani fikiri moyoni, mpende jirani, uwa na heshima. Mzee mpishe, njiani mvushe, pekee usimwache, uwa na heshima. Asanteni. I have Genesis chapter 1 verse 1. It says, God created heaven and earth. My name is Samuel Abasan. Read your Bible, pray every day, pray every day, pray every day. Read your Bible, pray every day if you want to grow. If you want to grow, if you want to grow. Read your Bible, pray every day if you want to grow. Thank you. My name is Hope from Nabipa African Church, and I have a song. Sauti lisikika, mara tatu ikita. Samueli, 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 Bwana nakuita. Eli, Eli, mbona waniita? Na sasa ni usiku wa manane. Rudi kitandani mwako, Samueli ukalale. Eli, Eli, mbona waniita? Na sasa ni usiku wa manane. Rudi kitandani mwako, Samueli ukalale. Samuel alishangaa, nani anamuita? Samueli, 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 Bwana nakuita. Eli, Eli, mbona waniita? Na sasa ni usiku wa manane. Rudi kitandani mwako, Samueli ukalale. Eli, Eli, mbona waniita? Na sasa ni usiku wa manane. Rudi kitandani mwako, Samueli ukalale. My name is Michelle Nema, and I have a song. Open the eyes of my heart, Lord. Open the eyes of my heart, Lord. I want to see you. I want to see you, Lord. Sing it holy, holy. Sing it holy, holy. I want to see you, Lord. Sing it glory, glory. Sing it glory, glory. I want to see you, Lord. Thank you. My name is Tracy Janda. I have a song. Prayer is the key, prayer is the key. Prayer is the master key. Jesus started with prayer and ended with prayer. Prayer is the master key. Thank you. My name is Shannon, and I have a song. Children, obey your parents in the Lord, for this is right. Honor your father and mother, for this is a command. Children, obey your parents in the Lord, for this is right. Honor your father and mother, for this is a command. Obey, obey, for this is right in the presence of the Lord. Obey, obey, for this is right in the presence of the Lord. Children, persist obedience so that you may live long. Honor your father and mother, for this is a command. Children, persist obedience so that you may live long. Honor your father and mother, for this is a command. Obey, obey, for this
Snowman Diana song. When he calls me, I will answer. When he calls me, I will answer. When he calls me, I will answer. I'll be somewhere working for my Lord. When he calls me, I will answer. When he calls me, I will answer. When he calls me, I will answer. I'll be somewhere walking to my Lord. I'll be somewhere walking somewhere, walking somewhere, walking for my Lord. I will be somewhere walking somewhere, walking somewhere, walking for my Lord. Akinita ndaitika, akinita ndaitika, akinita ndaitika. Nitafanya kazi ya Bwana, nitafanya kazi, fanya kazi ya Bwana. Nitafanya kazi, fanya kazi ya Bwana. My name is Enoch and I have a song. Mungu twahitaji rehema zako tena Bwana, tunaomba ututakase. Baraka na hekima ziwe nuru tena Bwana, tunaomba utubariki. Mafundisho mazuri yale ya mbinguni tena Bwana, uwe mwalimu wa rohoni mwetu. Mungu twahitaji rehema zako tena Bwana, tunaomba ututakase. Baraka na hekima ziwe nuru tena, tunaomba utubariki. Mafundisho mazuri yale ya mbinguni tena Bwana, uwe mwalimu wa rohoni mwetu. Utupe uwezo tushinde shetani, uyakinge yote ya shetani, hata yale yatukwasayo mioyo. Utoe ujinga ndani yetu na maringo yote ya dunia, tushinde. Utupe uwezo tushinde shetani, uyakinge ya shetani, hata yale yote yatukwasayo mioyo. Utoe ujinga ndani yetu na maringo yote ya dunia, tushinde. Neno moja Mungu wetu twakuomba, ili jambo lazima kwa wanafunzi kwamba utarudi. Tumelishika, tumelisoma, tumelitangaza. Tumelishika, tumelisoma, tumelitangaza. Na sasa twasubiri Bwana urudi na ufalme wako. Na sasa twasubiri Bwana urudi na ufalme wako. Thank you. Huyo atakusaliti ni nani?
waimba